Kwa takriban masaa 72 sasa, jina la Mafwele limekuwa likivuma kwa kasi kubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ya Watanzania, na kuvuma huko kumetokana na taarifa kwamba afisa huyo mwandamizi wa jeshi la polisi amefanyiwa kitu kibaya sana. Makala hii inaeleza kwa kifupi japo kwa kina kuhusu hicho kinachodaiwa kufanywa dhidi ya Mafwele, lakini pia makala inatoa tafsiri pana kuhusiana na tukio hilo. Sasa kama nilivyosema awali, kwa takriban masaa 72 sasa, kuna taarifa ambayo imekuwa ikitikisa. Huyu bwana amekuwa akihusishwa na matukio yote ya unyama yanayotokea hasa katika utawala huu wa Samia, ya tukio la kutekwa kwa kijana maarufu kwenye mitandao ya kijamii anayefahamika kama Sativa. Baada ya kutekwa, alikuwa ni mmoja wa watu wachache kabisa ambao walinusurika matukio ya utekaji, kwa sababu katika historia ya matukio ya utekaji takriban wengi wa waliotekwa hawakurudi wakiwa hai, hawakupatikana na wala haikufahamika kilichowakumba. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati kwa huyu kijana aitwaye Sativa kwamba alitekwa na baadaye wakaenda wakamtupa kwenye mbuga za wanyama Katavi huko, na akafanikiwa kusalimika. Na baada ya kusalimika, kijana huyu alieleza kwamba mtu aliyemteka anaitwa Mafwele. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa jina la Mafwele lilianza kusikika baada ya tukio hili la kutekwa kwa Sativa, na ndio watu wakaanza kumtafuta na picha zake zikaanza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pengine tukio kubwa zaidi ambalo lilimuexpose Mafwele hata nje, yani zaidi ya mipaka ya Tanzania mpaka hatua ya kimataifa, lilihusisha kutekwa kwa wanaharakati wawili, mmoja kutoka Kenya na mwingine kutoka Uganda, Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda. Hao walikuja nchini Tanzania kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu jijini Dar es Salaam. Lakini wakiwa katika kufuatilia kesi hiyo walitekwa na walishikiliwa kwa takriban siku 10. Baadaye Boniface Mwangi alitupwa kwenye mpaka kati ya Tanzania na Kenya, wakati yule Agatha alitupwa kwenye mpaka kati ya Tanzania na Uganda. Hata hivyo, hawa wawili walipata ujasiri wa kuongea yaliyowasibu, na walioyaongea yaliwasaidia sio tu wa Tanzania lakini dunia nzima kufahamu unyama unaofanywa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia vyombo vya dola. Maana maafisa kadhaa wa idara ya usalama wa taifa walitajwa kuhusika na unyama huo, pamoja na maafisa waandamizi wa jeshi la polisi, hasa Mafwele. Na katika maelezo ambayo kwa hakika iliwaumiza watu wengi sana, kwa sababu walisema bila aibu kwamba walifanyiwa unyenyesaji wa kingono. Na Agatha alikwenda mbali zaidi na kusema kwamba Mafwele alimuingilia kinyume cha maumbile, alimbaka na kumlawiti. Alimuuliza ana watoto wangapi, kisha akamlawiti. Unyama usio misilika. Lakini kwa wanaofahamu, kwa sababu pia kuna watu wachache waliowahi kutekwa, hizo zimekuwa zikizagaa, lakini zaidi kama walivyosema kwamba tukio la Sativa ndilo hasa lililofungua macho wa Tanzania kumfahamu huyu Mafwele, na yeye alisisitiza kwamba huyu ndio mtu aliyemteka. Lakini hili la Agatha na Boniface ndio lililofungua macho zaidi. Sio yaliyopita zinaeleza kwamba Mafwele alitekwa na makomando wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na baada ya kumteka walimfanyia kile ambacho yeye amekuwa akiwafanyia watu wengine, kwamba walimbaka, walimlawiti, walimuingilia kinyume cha maumbile, kwa mujibu wa maelezo yaliyopatikana. Hizo ndio taarifa ambazo zinatapakaa katika mitandao ya kijamii, na taarifa hizi zimepokelewa kwa shauku kubwa, kwa shangwe kubwa. Watu wanafurahia, wanasema Mafwele sasa hana malinda. Siwezi kufafanua maana yake nini, kwa sababu sio kitu kisafi kwa hakika, na si kitu cha kushangilia, lakini Samia ameifikisha Tanzania hapa. Watu kwa wingi wao wanashangilia afisa wa jeshi la polisi kubakwa, kulawitiwa, kuingiliwa kinyume cha maumbile. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio sera ya Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio amewawezesha hawa wakina Mafwele kufanya kwamba hii ni utaratibu wa kawaida, kwa sababu katika mazingira ya sasa imekuwa ni swala la kawaida. Watu wanatekwa, wanalawitiwa,
wanaingiliwa kinyume cha maumbile, wanateswa, kisha wanauawa. Imekuwa ni kitu cha kawaida, na kwa hakika sio kitu ambacho kwa hiyo taarifa hizi za kilichomkumba Mafwele zimepokelewa kwa shangwe kubwa sana, lakini kuna picha pana zaidi katika hili, na hii haimhusu Samia Suluhu Hassan wala Mafwele wala jeshi la polisi wala hao wanaoitwa watu wasiojulikana. Hii inawahusu Watanzania. Kwa kiasi kikubwa Watanzania wameruhusu na wanaendelea kuruhusu haya yanayotokea, kwa sababu hadi muda huu, wakati natengeneza makala hii, mauaji yanaendelea kwa kasi kubwa. Idadi kubwa ya watu wanatekwa kila siku na mauaji yanaendelea. Unyama huu unaendelea. Watu wanatekwa, wanateswa, wanalawitiwa, wanaingiliwa kinyume cha maumbile na wengine wanauawa. Haya yanaendelea mpaka muda huu. Likizo katika jeshi la polisi zimesimamishwa, na hasa zimesimamishwa kwa sababu kuna operation mbalimbali zinazoendelea ndani ya jeshi hilo, ambazo ni hizi kama za Mafwele, za watu kwenda kutekwa na kufanyiwa vitu visivyoeleweka. Kwa Arusha, jina lake ni maarufu sana kwa ukatili. Alishawahi kuchukuliwa hatua na jeshi la polisi kwa sababu alimvunja miguu mtuhumiwa, lakini baadaye akarudi. Sasa kuna vitu viwili interesting kuhusu. Kwanza, huyu jamaa ni mtoto wa aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi Omari Mahita. Huyu bwana naye alikuwa ni mtu katili sana, alikuwa mtu mkatili sana. Kwa hiyo yayumkinika kuhisi kwamba mwanaye amerithi ukatili wa baba yake. Lakini kwa upande wa pili, huyu Mahita CID wa Arusha, inaelezwa kwamba alikuwa ni mwanafunzi wa Mafwele, kwa sababu Mafwele wakati fulani alikuwa kituo chake cha kazi kilikuwa Arusha, na huyu Mahita alikuwa ni msaidizi wake. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa, yani kwa mujibu wa maelezo, ni kwamba alijifunza huu ukatili kutoka kwa Mafwele. Ni wakatili wawili, kwa hiyo wamepasishana hayo mambo ya kinyama ambayo wanayafanya. Lakini swali linabaki kwamba kama huyu Mahita alikuwa akifanya vitendo hivi siku zote, kwa nini watu hawajachukua hatua? Na unaweza ukajiuliza, hatua wataenda kuchukua hatua wapi? Kwa sababu polisi wenyewe ndio hao. Huwezi kwenda kushtaki kwa sababu ni kesi yenyewe unampelekea ngedere. Haiwezekani kwenda kushtaki katika polisi wenyewe ambao wao ndio wanaendekeza vitu kama hivyo. Lakini upande wa pili tuna mahakama inaonekana inavyofanya kazi. Angalia katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, unaona kabisa kwamba hii mahakama ni ya mchongo, kwa sababu inafanya kazi kwa maelekezo ya namna gani hiyo kesi iendelee kumkandamiza Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo hakuna. Sasa katika mazingira kama haya, japo Jasusi TV haihamasishi matumizi ya nguvu, lakini haki inapatikana vipi? Na ndio maana juzi hapa Jasusi TV iliwaletea makala inayohusu kikundi kinachofahamika kama Tanzania Freedom Fighters TFF, ambacho kimeanzishwa kwa lengo la kufanya uasi, kutafuta haki kwa Watanzania ambao wanaishi kwa maisha ya shida kutokana na Samia Suluhu Hassan kuendeleza sera ya kutesa, kuteka, kubaka, kulawiti na kuua watu ovyo. Kwa hiyo TFF imepokelewa kwa shangwe kubwa kutokana na kuonekana kwamba kundi hili linataka kuwakomboa Tanzania kutoka katika haya makucha ya utekaji. Kama ilivyoelezwa katika makala hiyo, hakujawa na uthibitisho wa kutosha kuhusu ukubwa wa kundi hilo, idadi ya watu wanaohusika, lakini hata tu ile kuwepo kwa taarifa kwamba kuna kundi limejitokeza kupigania haki za Watanzania ni taarifa ambazo zimepokelewa kwa shangwe kubwa. Na katika muktadha huo huo, hawa wakina Mahita huko Arusha, ambaye kwa miaka kadhaa anatesa, hivi kweli vijana wa Chuga mnaruhusu mambo haya yatokee? Mnashindwa kumfanyizia huyu mtu? Mnamjua anapokaa, mnajua anapokunywa pombe. Ifike mahala watu wachukue hatua. Kama hili la Mafwele limetokea, hili alikupaswa kufanywa na hao makomando wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Hili lilipaswa kufanywa na wananchi wa kawaida tu ambao ni wahanga wa huu nyama, kwa sababu hawa watu wanachojua ni kitu pekee ambacho kitawafanya hawa watu kuacha kitu kinaitwa kuchelea matokeo. Kuchelea matokeo maana yake mtu anaogopa, nikifanya hivi nitafanyiwa hivi. Wanafanya haya kuogopa tu, hawana namna. Abduli mtoto wa Samia akimwagiza fanya hiki, inabidi akafanya. Kuna pia anakuja kuzawadiwa pesa. Lakini pindi wakijua kwamba kwa kufanya hivyo familia zao zitakuwa hatarini, hawatofanya. Mafwele na mtoto wake anasoma South Africa, watu wanamjua. Kwani mtaani tunamalizana matatizo namna gani? Mtaani jambo linapotokea hakuna mtu anaenda kushtaki polisi, si wengine ndio tumekulia mazingira hayo. Mtu akifanya anafanyiziwa, shughuli inamalizwa kienyeji, lakini inasaidia haki kupatikana, kwa sababu Tanzania haki zinapatikana kwa njia kuu takriban 4. Ya kwanza ni hivyo
haki ya mahakamani. Hakuna haki mahakamani, mahakama za ovyo, au jeshi la polisi. Hakuna haki jeshi la polisi. Haki nyingine ni kumwachia Mungu. Hiyo inataka moyo, kwa sababu unaona mtu anafanya ulawiti alafu unamwachia Mungu, kwa kweli ni kama kumuongezea Mungu mzigo, kwa sababu wewe unaweza. Hatua ya tatu huwa inachukua, haki ya tatu inapatikana kimtaani. Kimtaani mtu akifanya anafanyiziwa. Hatua ya 4 kwa babu. Sasa sijui kama mababu siku hizi ngumu wasifanyi, kwa sababu unashangaa watu, matukio yanatokea hivi, yale mambo ya asili ambayo zamani, na Tanzania inasifika sana kwa mambo ya asili. Unashindwa kujiuliza, hivi watu waliomuua mzee Ali Kibao kweli hawakupigwa kisomo? Mbona kisomo akijazaa matunda na vitu kama hivyo? Kwa hiyo kuna kuwa na maswali kama hayo. Mwisho, kwa kumalizia makala hii ni kwamba hakuna picha au video zinazoonyesha kuhusu tukio hilo.